Habari za mchana mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Karibu katika taarifa ya habari ambapo kwa kawaida tunakuwa na habari za kitaifa, kimataifa na michezo. Lakini pia tukujuze tu mtazamaji ya kwamba baada ya taarifa hii ya habari tutajiunga na matangazo ya moja kwa moja kutoka ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atazindua sera ya mambo ya nje ya Tanzania. Karibu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amewahakikishia Watanzania kwamba serikali ipo kazini na inaendelea kufanya kazi kwa kuwahudumia na kuwatumikia wananchi katika maeneo yote nchini na bila ubaguzi wa aina yoyote. Kadhalika, Mheshimiwa Majaliwa ametoa wito kwa wananchi waendeleze misingi ya kudumisha amani na utulivu na kwamba wasiwasikilize watu wenye viashiria vya uvunjifu wa amani na wanaopita katika maeneo yao. Akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye uwanja wa Kwideko, kata ya Ngudu, wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, akiwa katika ziara yake ya kikazi mkoani Mwanza, Waziri Mkuu amesema uwepo wa amani na utulivu ndio unaowapa nafasi ya kufanya shughuli za maendeleo na kiuchumi ili kuwapatia kipato kwa ajili yao. Amewapongeza wananchi kwa juhudi wanazozifanya kuimarisha kilimo chao na kuahidi kuwa serikali itaendelea kuwatafutia masoko kwa ajili ya mazao yao. Kilimo mkoani Mwanza tumefanya vizuri kwenye zao la pamba, dhahabu nyeupe, masoko yake. Lakini pia naona wilaya hii mmeongeza mazao mengi, kuna dengu, choroko, fiwi na zinalimwa hapa. Kwenye jambo zuri kupanua mazao mengi ili uweze kupata fedha huku baada ya kutegemea zao moja. Ninachowaahidi Wanakwimba na mazao haya ni kuendelea kuboresha upatikanaji wa masoko ili upate bei nzuri na iwasaidie katika kupata kipato kizuri kwa kazi mnayofanya. Wafugaji, fugeni vizuri, hakikisheni ufugaji unakuwa wenye tija ili na nyie muweze kunufaika na mifugo mlionayo. Mkakati ambao tunao sasa ni uwezeshaji wa makundi mbalimbali. Uwezeshaji manake tunahamasisha watu kufanya kazi. Fanyeni kazi ili uweze kujipatia kipato. Sasa kuna kule mkwamo wa mitaji. Serikali imezungumza na taasisi za fedha ili watufungulie madirisha ya mtu yote anataka mradi wake anaweza kupata mtaji kwenye eneo hilo. Moja ni mabenki yote, NMB, CRDB, benki ambazo pia hata Kwimba zipo, zina madirisha mla ya kukopa. Nenda kamwona afisa mikopo, mwambie una mpango gani wa biashara. Mimi nikusihi wewe ujue mradi utakao utekeleza, ueleze vizuri. Ukieleza vizuri atakuruhusu kukupa fedha kulingana na maamuzi yao. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imesema kuwa zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili ulioanza Mei 16 hadi 22, 2025 unakwenda sambamba na uwekaji wazi wa daftari la kudumu la wapiga kura katika mikoa 16 ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar linaendelea vizuri. Tupate taarifa zaidi na Salumu Pelembo. Mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji wa Rufani Jacobs Mwambegele, amebainisha hayo wakati wa ziara ya kukagua mwenendo wa zoezi la uboreshaji na uwekaji wazi daftari la awali katika halmashauri za wilaya ya Bagamoyo na Chalinze, mkoa wa Pwani. Wananchi pia wanamark watu ambao wanaona kwamba hawastahili kuwepo kwenye daftari la kudumu la mpiga kura kwa sababu labda wamefariki. Viongozi wa sehemu hizo wanafanya kazi nzuri kwa maana kwamba wale ambao hawastahili kuwemo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kupitia kwenye daftari la awali lililobandikwa kwenye kila kituo wanafanya identify na kutoa taarifa ipasavyo. Aidha, Jaji Mwambegele amewasihi wananchi wenye sifa na ambao hawakupata fursa ya kuandikishwa katika awamu ya kwanza na wale wanaoboresha taarifa zao kujitokeza ili wasipoteze haki yao ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu. Ni wasihi wa Tanzania kwamba baada ya uboreshaji huu hakutakuwa na uboreshaji mwingine. Leo siku ya 3, bado siku 4
wananchi, tafadhali mjitokeze kuja kuboresha au kujiandikisha. Kwa upande wake, afisa mwandikishaji wa jimbo la uchaguzi la Chalinze, ndugu Ramadhan Posi, ameeleza namna uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura na uwekaji wazi wa daftari la awali unavyoendelea. Pili inakwenda vizuri, tumeanza tarehe 16, tunategemea kumaliza tarehe 22. So far tunakwenda vizuri. Awali tulikuwa awamu ya kwanza ilikuwa na vituo 325, sasa hivi tuna vituo 48. Na kama mnavyoona hivi mwitikio umekuwa mzuri, tumeweza kuhamasisha watu wale ambao hawakupata nafasi pale, basi nafasi naona wanaitumia kama mnavyoona. Kauli mbiu ya zoezi hili ni kujiandikisha kwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Salum Pelembo, Channel 10. Katibu mkuu wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM, Joket Aban Mwegelo, amewataka vijana kote nchini kutumia mitandao ya kijamii kwa usahihi kwa lengo la kusambaza mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Chama cha Mapinduzi. Jamila Omar anaripoti kutoka Arusha. Jokate ametoa wito huo jijini Arusha alipokutana na maelfu ya wanafunzi kutoka vyuo vikuu katika mkutano wa kundi maalumu la Samia First Time Voters, kundi kubwa la wapiga kura watakaojitokeza kwa mara ya kwanza mwaka 2025. Tutoke mafichoni, tushambulie mitandao ya kijamii, tuonekane kwa namba ambazo kwetu ni nyingi kweli kweli. Haiwezekani tukasumbuliwa na watu 10 tu wanatusumbua. Sisi tuko zaidi ya mamilioni. Mkiamua, mbona tutafanya mapinduzi makubwa kabisa kwenye mitandao ya kijamii sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kwa upande wake, katibu wa idara ya uhusiano wa kitaifa Emmanuel Martin amewahimiza vijana kujenga hoja zenye mashiko na kuzitumia katika mitandao kama jukwaa la kuelimisha na kushiriki katika maendeleo ya taifa. Ni muhimu sasa ukichukua simu yako usiende tu kuangalia leo Mange Kimambi ameposti kitu gani. Usiende kuangalia shoga yangu, shosti yangu. Nenda sehemu sahihi, tumia teknolojia. Simu yako, simu janja, smartphone, itumia vizuri. Awali, katibu wa Senate wa vyuo vikuu mkoa wa Arusha, Kone Laanyuni, amewahakikishia viongozi hao kuwa vijana wa Arusha wako tayari kuwa mabalozi wa uzalendo na waadilifu wa itikadi ya Chama cha Mapinduzi. Tukiwa na amani na fahari kuwa Tanzania ndiyo nchi pekee tunayopaswa kuipenda na kujivunia. Na mimi naamini kwa sababu majority wote wengi tulio hapa ndio wapiga kura wa mara moja, basi tukajiandikishe. Awamu ya pili ya uandikishaji wa daftari unaendelea. Twende tukapige kura za kishindo. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imezindua rasmi mradi wa mafunzo kwa wataalamu wa mstari wa mbele wa afya mifugo yanayofanyika katika nchi 4 za Tanzania, Botswana, Zambia na Malawi. Taarifa kamili na Witness Matiku. Akizungumza katika chuo cha Lita campus ya Dar es Salaam, katibu mkuu wa wizara hiyo Profesa Riziki Shemdoe amesema mafunzo hayo yamelenga kuwapa ujuzi wa kisasa vijana, hususan wahadhiri wa chuo hicho, ili waendane na hali halisi ya sekta ya ufugaji ndani na nje ya nchi. Kikubwa ambacho tunategemea kutoka kwenye mafunzo haya ni kuwapa vijana wetu, hasa wakiwepo wahadhiri wetu wa chuo hiki, elimu mpya inayoendana na hali halisi ya ufugaji uliopo nchini na kimataifa pia. Kwa hiyo tuko hapa kama ulivyoona, tuna wataalamu kutoka halmashauri na halmashauri za wilaya, za miji, manespa na majiji, ambako huku kote tuna wafugaji pia. Lakini pia tunao walimu wa hapa kama nilivyosema, lakini na wanafunzi wa hapa. Kwa hiyo tuna group kubwa ambalo litapitia mafunzo haya.
Kwa upande wake Dr. Pius Mwambene, mtendaji mkuu wa wakala wa mafunzo ya mifugo LITA, amesema kuwa baadhi ya wakufunzi watapatiwa mafunzo ndani ya nchi huku wengine wakipewa fursa ya kwenda Hungary, Slovakia na Ubelgiji kwa ajili ya mafunzo ya juu ya utaalamu katika maeneo yanayohusiana na afya ya mifugo. Mafunzo yameanza rasmi leo, lakini kuna baadhi ya wakufunzi watapata mafunzo hapa ndani kama tulivyoanza na wakufunzi 30 na wataalamu wengine kutoka kwenye halmashauri 5 pamoja na wanafunzi 35. Lakini mafunzo mengine yatakayofuata ni baadhi ya wakufunzi wetu kwenda nchi za Hungary na Slovakia na Ubelgiji huko kwenda kupata mafunzo zaidi ya utaalamu katika maeneo ya afya ya mifugo. Lakini pia kutakuwa na kampu nyingine baadaye ambayo pia itakuja kuongezea wakufunzi wengine kujifunza. Kwa hiyo mpaka tunamaliza miaka 2 ya mradi huu, tunaamini wakufunzi wote watakuwa wameguswa na tayari wameshapatiwa mafunzo ya kisasa sana. Witness Matiku, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Kagera Hajat Fatma Mwasa amezindua vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi bilioni 3.3 katika hospitali ya Ndolage iliyopo wilayani Muleba mkoani Kagera, ambayo inamilikiwa na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, ambapo vifaa hivyo vitawapunguzia wananchi adha kufuata huduma ya kibingwa katika hospitali ya Bugando iliyopo mkoani Mwanza. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Jacques Joakim kutoka mkoani Kagera. Akizungumza na wananchi pamoja na viongozi wa dini katika hafla ya kuzindua vifaa tiba katika hospitali ya Ndolage inayomilikiwa na kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania katika Diocese ya Kaskazini Magharibi, mkuu wa mkoa wa Kagera Hajat Fatma Mwasa amesema kuwa hospitali hiyo imekuwa na msaada mkubwa kwa wananchi wa wilaya Muleba na wananchi kutoka sehemu mbalimbali, ambapo amesema kuwa kuwepo kwa vifaa hivyo kutasaidia wananchi na wagonjwa kutoenda mbali kupata huduma, bali huduma hiyo wataipata katika hospitali ya Ndolage. Leo hii tumepata vifaa tiba vya kisasa ambavyo vitasaidia kufanya uchunguzi wa haraka wa magonjwa kama kansa ya matiti na kusaidia pakubwa vipimo vya macho. Kabla ya vifaa hivi vya kisasa kupatikana katika hospitali hii, huduma hizi zilikuwa zinapatikana nje ya mkoa wa Kagera. Tupongeze uongozi wa KKKT Diocese ya Kaskazini Magharibi kwa kutoa ajira kwa wataalamu mbalimbali katika vituo vyake vya kutolea huduma. Askofu wa kanisa hilo amesema kuwa vifaa hivyo vilivyozinduliwa vimeanza kufanya kazi kwa sasa, na kusema kuwa wanaipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa transformer ya umeme ambayo itaendesha vifaa hivyo, ambapo katika hospitali hiyo walikuwa na changamoto ya umeme. Katika shukrani hizo tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano kwa ajili ya kuhakiki vifaa hivi na kuona kwamba vinafaa kwa matumizi ya tiba na afya katika taifa letu, na kwa hiyo tunashukuru kwamba tumepata kibali na ruhusa. Vile vile tunaishukuru serikali kwa kutupatia transformer kubwa ya umeme inayostahimili ukubwa wa vifaa hivi, na hilo tusingeliweza sisi bila msaada wa serikali. Nikiripoti kutoka hospitali ya Ndolage iliyopo wilayani Muleba mkoani Kagera, naitwa Jacques Joakim, Channel 10. Taasisi na mashirika hapa nchini yamehimizwa kuimarisha mifumo yao katika teknolojia ya kidijitali ili kwenda na wakati katika kipindi hiki ambacho dunia inaongozwa na mifumo ya tehama. Ushauri huo umetolewa jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa kampeni ya Speed TZ ambayo imekuja nchini kwa lengo la kurahisisha ukuaji wa teknolojia kwa maendeleo endelevu na ufanisi wa kampuni na mashirika ili yaweze kufanya vizuri zaidi. Meneja mkuu wa kampuni hiyo Angera Somwegerere na meneja maendeleo wa kampuni hiyo kwa upande wa Tanzania Catherine Kusaka wameeleza kuwa tayari mataifa ya Kenya na Uganda yamenufaika na huduma za kampuni hiyo, na hivi sasa fursa hiyo imekuja Tanzania ili kupata suluhisho la mifumo ya kidijitali. Help or prosper and partner with other African business companies. We sought to see that with the trajectory that Tanzania is on, we really wanted to partner and be part of that, especially since those are our cores, the network infrastructure, cybersecurity, and it's very obvious that the wider your digital, the wider your digital landscape becomes, which is what Tanzania is doing. Kwa hiyo tunataka kurahisisha watu katika kufanyaji wao wa kazi, na pia tunarahisisha kupanuka kwa kampuni. Yani sisi pia tunadili na kampuni kuanzia ikiwa ndogo
na tunaifanya ikue kwa kadri ambavyo tunawashauri kwa jinsi ya kutumia teknolojia. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye kongamano la kimataifa la usomaji wa Qur'an tukufu litakalofanyika Mei 24 mwaka huu katika uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga. Taarifa zaidi na Raya Kipingu kutoka Tanga. Akizungumza na waandishi wa habari kwa niaba ya Mufti Mkuu wa Tanzania, mwenyekiti wa Umoja wa Mashehe mkoa wa Tanga Sharifu Muhana Ahmed amesema kongamano hilo mbali na washiriki kusoma Qur'an, lakini pia limelenga kuliombea taifa ili kuendelea kudumisha amani, hasa kipindi hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Kwa niaba ya Mufti Sheikh Abubakar, Mufti Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, tunawaalika kuhudhuria katika kongamano la usomaji wa Qur'an kwa njia ya tajwid. Wasomaji wa kimataifa, karibuni sana, tunawakaribisha mhudhurie katika jambo hili ili tupate ushirikiano katika njia ya usomaji wa Qur'an. Tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2025 kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 6 mchana katika uwanja wa Mkwakwani. Watakuwepo wasomaji wa kimataifa kutoka nchi mbalimbali ambao wamealikwa. Katika kongamano hilo la usomaji wa Qur'ani linatajwa kuwaunganisha Waislamu na wapenda dini sambamba na kudumisha amani ya kizazi na kizazi. Inasaidia mambo mengi kuhakikisha kwamba Mwenyezi Mungu awaletea kitabu ambacho ni Qur'ani. Kitabu hiki kinatakikana kikae katika nyoyo za watu wote. Kushirikisha wageni kutoka nje ni kuonesha umoja wa binadamu, umoja wa imani, kwamba sote ni wa Mungu mmoja na sote ni kitu kimoja. Sote tuko chini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndiye aliyetuleta na ndiye aliyetuumba. Kongamano hilo la kimataifa hufanyika nchini kila mwaka, ambapo kwa mwaka huu linafanyika mkoani Tanga. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Unaendelea kuangalia taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10, na sasa ni habari za kimataifa, ambapo shambulizi la kombora lililofanywa na vikosi vya kundi la wapiganaji wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF limewaua watu wapatao 14 katika kambi inayokabiliwa na baa la njaa eneo la Darfur Magharibi huko Sudan. Kwa mujibu wa maafisa wa shirika linalotoa huduma za dharura na uokozi, shambulizi hilo lililenga kambi ya Abu Shaku, mojawapo ya mamia ya kambi zilizopo nchini humo zinazotoa misaada katika uwanja wa mapambano tangu vita vilipozuka kati ya jeshi la Sudan na kundi la RSF Aprili 2023. Shirika hilo limesema soko na maeneo mengine ndani ya kambi hiyo, ikiwemo misikiti na makazi ya watu yaliyo karibu na miundombinu ya umeme, yalilengwa na kwamba wasiwasi kuhusu usalama uliwazuia waokoaji wa kwanza kuhesabu waathirika. Kambi ya Abu Shuk ina wahifadhi maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na machafuko yaliyosababishwa na mizozo ya awali huko Darfur na vita vya sasa. Tangu ilipopoteza udhibiti wa mji mkuu Khartoum Machi mwaka huu, RSF imekoleza mashambulizi yake dhidi ya El Fasher, mji wa mwisho ambao ni mkuu wa jimbo huko Darfur, ambao bado unadhibitiwa na jeshi la Sudan. Na mtazamaji, sasa ni habari za michezo na burudani, ambapo klabu ya Yanga ambao ni mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho la CRDB imefanikiwa kutinga fainali ya mashindano hayo kwa msimu 2025-2026 baada ya kuichapa klabu ya JKT Tanzania kwa magoli 2-0 kwenye mchezo uliochezwa dimba la CCM Mkwakwani jijini Tanga, mchezo uliochezwa majira ya saa 10 kamili jioni. Magoli ya Yanga yalifungwa na nyota Mzimbabwe Prince Dube aliyefunga dakika 41 ya kipindi cha kwanza na msumari wa pili katika jeneza la JKT Tanzania ukipigiliwa na kiungo Mudathiri Yahaya katika dakika 88 kipindi cha pili, na kuifanya Yanga kufuzu fainali yake ya 5 mfululizo. Yanga inamsubiri mshindi wa mchezo wa nusu fainali ya pili inayowakutanisha Simba Sports Club na Singida Black Stars, mchezo unaotarajiwa kuchezwa juma lijalo katika dimba la Tanzanite Kwaraa wilayani Babati mkoani Manyara. Mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana wa leo, lakini usikose kufuatilia matangazo yetu kwa ajili ya shughuli ya uzinduzi wa sera ya mambo ya nje ya Tanzania, ambayo mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Salma Shabani, endelea kuangalia Channel 10 na kutakia mchana mwema.